Ni kwa nini hatuisikii sauti ya Mungu? Sauti ya Mungu sasa iko hivi. Sauti ya Mungu inatokea kwenye roho kuja kwenye nafsi, afu kuja kwenye mwili. Yaani inatokea ndani kwenye roho, inakuja kwenye nafsi, afu inakuja kwenye mwili. Sauti ya shetani inatokea kwenye mwili. Yaani mtu anaona kitu anatamani, macho yameona mwili, si ndio? Nafsi imekitamani, umenipata? Afu anaenda kukiba kile kitu. Kwani sauti ambayo imetokea nje, yenyewe inatokeaga nje mara nyingi. Lakini sauti ya Mungu inatokeaga ndani. Sauti ya kwenye mwili inaongozwa na hisia za macho, kusikia, feelings, hisia, okay? Lakini sauti ya Mungu inatokea ndani kabisa. Kuna kitu ambacho nakitaga machale. Unasikia machale alinicheza, nikakataka na kwenye njia hii, kumbe ile njia ilikuwa ina hatari. Yale sio machale. Ile ndio roho yako, sauti ya Mungu. Inaitwa dhamira. Kwa Kiswahili unaweza hata usio unaijua sana. Inaitwa dhamira. Waswahili baadaye wakaita machale. Kwa kuna wakati ukitaka kufanya kitu unasikia kuna baadhi ya sauti nyingi zinainuka. Lakini pale ukitulia kabisa utaisikia sauti inayozungumza ya ndani kabisa. Ndio sauti ya Mungu. Ile ndio dhamira, ni sauti ya roho. Na sauti ya roho ni sauti inayotoka kwa Mungu. Kwanza leo utaanza kumsikia Mungu, si ndio? Au utasema machale amekucheza. Sio machale, na kwa ni Mungu anakuzungumzisha, mwanangu usifanye hiyo kazi, kuna losi hapo. Utasema shindwa. Wala mabesti zangu wameniambia ina faida tele. Wala sasa unaenda unaweka mzinga wote unapigwa po.